Asante sana. Hili basi anaweka milioni 4. Wazazi, endeleeni kuwaleta watoto shule ya Moringe Sokoine. Mmeona matokeo na mmesomewa na mmesikia kwamba shule inaendelea kuimarika. Kwa hiyo endeleeni kuleta watoto shuleni. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana walimu wote wa shule ya Moringe Sokoine kwa kazi nzuri wanayofanya. Kwa hiyo mimi ninawashukuru sana. Endeleeni na moyo kama huo, kujitolea, kwa sababu nafikiri elimu utakayompa mtu mwingine aufaidike wewe, ila taifa litafaidika. Hongereni sana. Taenda kwenye risala kwa sababu kuna changamoto mbalimbali, ila nitaenda kugusia moja tu ambayo nimefurahi niguse, kwa sababu nilipoona sio nzuri kiafya. Kama namba 4 imesema kutoka na uzuio wa fenzi hasa kwa bweni ya wasichana kupelekea hofu dhidi ya wezi kutoka nje ya shule. Sasa hiyo kitu ni mbaya kwa wanafunzi kama hawatakuwa na imani ndani ya shule, kwa sababu labda pengine ukuta amna au fenzi. Kwa sababu ukitokea labda pengine imekuja waizi wakaibia wanafunzi, itakuwa ni kitu mbaya sana. Sasa na mimi nitaenda kuunga mkono juhudi hilo kwa milioni 4. Makofi mengi sana. Asante sana. Kwa ajili ya ujenzi wa uzio wa wanafunzi shule ya Moringe Sokoine. Asante sana. Kuna benki NMB nao wameahidi 50,000. Makofi mengi kwao. Kwa hiyo jumla ya hela iliyopatikana ni milioni 4,420,000. Hongereni sana. Sasa kwenye maisha yangu mimi sihitaji kiporo, sihitaji viporo. Makofi mengi kwa mgeni rasmi. Mimi naitwa Lazaro Ndoki, mkuu wa shule ya Moringe Sokoine, shule ambayo inamilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Ni miongoni mwa shule karibu 7 sasa ambazo zinamilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Dayosisi ya Kaskazini Kati. Leo tumeadhimisha mahafali ya 28 ya tangu kuanzishwa kwa kidato cha 5, sio tangu kuanzishwa kwa shule, tangu kuanza kwa masomo ya kidato cha 5. Na leo wahitimu wa leo wamehitimu 47, kati yao 26 wa kiume na 21 wa kike. Tumekuwa tukipokea wageni wa aina tofauti. Leo tumempokea mgeni wa aina yake ambaye kwetu sisi amekuwa faraja kubwa na matumaini makubwa, kwa sababu huwa tumezoea kupewa ahadi ya siku na ya maneno, lakini leo ahadi ya leo imetolewa papo kwa hapa. Kwa hiyo kwetu sisi tumechukulia hili kama mafanikio makubwa katika mahafali, kati ya mahafali zote ambazo zimewahi kufanyika. Hatuna la kumlipa mdau huyu wa elimu kutoka Simanjiro, Mr. Taiko, ambaye ametoa mchango wa kuweka
fence kwenye bweni la wasichana, fence ya chain link kuzunguka bweni lote la wasichana. Ametoa cash kuweka hilo bweni zima itagharimu shilingi milioni 7, lakini ametoa cash milioni 4,370,000 na kiasi kilichobakia cha milioni 2,800,000 ameahidi kwamba ataimaliza ndani ya siku 21. Kwa hiyo hatuna cha kumlipa zaidi ya kumshukuru, na nasimama kwa niaba ya askofu, kwa niaba ya bodi ya shule, kwa niaba ya watumishi wa shule ya Moringe Sokoine kumshukuru sana na kumtakia heri na mafanikio makubwa kwenye familia yake. Kwa jina langu naitwa Agape Adieli, nasoma kidato cha kwanza shule ya Moringe Sokoine High School. Namshukuru mgeni rasmi kwa kutoa mchango wake kwa kusaidia wanafunzi wa kike katika kujenga fensi ya mabweni, na inatusaidia katika masomo yetu, na hata tutakapokuwa mabwenini inatupa ulinzi na usalama. Kwa majina naitwa Maria Korduni Molel, ni mhitimu wa kidato cha 6. Tunamshukuru mgeni rasmi kwa kuja siku ya leo, na ameona moja ya changamoto yetu ambao ni ukosefu wa fensi upande wa mabweni ya wasichana, maana kuna kipindi wezi walikuwa wanakuja kule hivi wanawaibia wasichana kule. Muda mwingine wanapooga, kuna wetu wanapita pale pembeni wanaangalia wanavooga, lakini tunamshukuru mgeni rasmi sababu ameweza kutatua changamoto hiyo na ametoa siku 21 kukamilika kwa kazi hiyo. Tunamshukuru sana. Kwa majina naitwa Amy Potem. Leo kwenye mahafali yetu na kumaliza kidato cha 6, ningependa kumshukuru mgeni rasmi kwa kutusaidia kutoa milioni 4 ili tuweze kujenga uzio wetu kule kwa wasichana, maana tulikuwa tuna changamoto kubwa, tunavamiwa. Kwa majina yangu naitwa Kalaile Papa. Nasoma shule ya Moringe Sokoine. Mimi kikubwa nampenda kumshukuru mgeni rasmi kwa kikubwa, kwani ametujali sisi watoto wa kike kwa ajili ya fensi ya madomu. Maana wakati tunapata changamoto, muda wa mchana tunaweza kuibiwa na wawizi wa nje, na muda wa usiku tunakuwa na hofu kubwa, kwani madomu yetu haina fensi ambayo inaweza kutustiri kwa ajili ya wawizi, na sisi ni watoto wa kike. Mimi naitwa Godson Mwikan Molel, ni mzazi wa Nola. Kitu cha kwanza namshukuru sana Mungu kwa kuweza kumpata mgeni huyu rasmi, ambaye kwa kweli sijawahi kumuona mgeni rasmi ambaye anathubutu. Na wageni wengi wamefika hapa kwa ajili ya kufanya jambo hili, lakini huyu ameweza, na hakuna mwingine aliyeweza kumshinda yeye. Tunamshukuru sana, tunamshukuru mgeni rasmi kwa shughuli zote hizi alizozifanya, na Mungu amsaidie kumuongezea pale alipogusa. Mungu aendelee kumuongezea chochote. Mungu azidi kumuongezea fedha, mali na chochote, na azidi kuwa na moyo kama huu.